Wakazi wa wilaya ya Temeke hususan maeneo ya Mbagala wanatarajia kuondokana na adha ya kukatika mara kwa mara kwa umeme baada ya TANESCO kuongeza uwezo wa kituo cha kupoza umeme kutoka MVA 50 hadi MVA 170. Na katika michezo, Baraza la Michezo la Taifa limezipongeza timu za taifa za michezo ya tenis ya viti mwendo na timu ya wasichana mpira wa mikono chini ya miaka 18 kwa kushiriki vyema mashindano ya dunia. Habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wetu, karibu sana katika kipindi cha Asubuhi Njema kinacholetwa kwako nami Kisa Mwepiana. Karibu. Wakazi wa maeneo ya Temeke, wilaya ya Temeke, wanatarajia kuondokana na adha ya kukatika kwa umeme mara kwa mara kufuatia kuongezeka uwezo wa uzalishaji katika kituo cha kupoza umeme cha Mbagala kutoka MVA 50 hadi MVA 170 ambacho mpaka kukamilika kwake kitagharimu zaidi ya shilingi bilioni 13. Hii hapa ni taarifa zaidi. Hayo yamebainishwa katika ziara ya mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme nchini TANESCO, Lazaro Twange, alipotembelea kituo hicho kwa lengo la kuangalia utendaji kazi wake. Amesema shirika hilo linafahamu jukumu kubwa walilopewa na serikali ni kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya umeme na wako tayari kupokea taarifa zozote za maboresho ili huduma ziendelee kutolewa katika hali ya ubora. Jukumu kubwa tulilopewa na serikali la kuhakikisha umeme wa uhakika wakati wote, kama ambavyo waziri wetu amekuwa anazungumza siku zote kwamba watu wanataka umeme, sisi tusio watu wa maneno, tuwape umeme watu. Kwa hiyo watu wa Dar es Salaam tunawahakikishia kuendelea kuwahudumia kwa nguvu, akili na uwezo wakati wote, na tuko tayari kupokea hoja na ushauri kutoka kwao kwa sababu ni shirika la umma. Mkuu wa wilaya ya Temeke Sixtus Mapunda amesema wakazi wa Mbagala na maeneo mengine wamepitia changamoto hiyo kwa muda mrefu, lakini uwekezaji wa serikali unakwenda kumaliza tatizo hilo kwa kuwa mradi huo utaendelea kutekelezwa kwa awamu. Hii phase unayoiona ni phase number 1. Tapata megawati 500 na megawati 50. Baada hapo kuna phase nyingine 2 zitakazofuata. Tuna uhakika tutakuwa na umeme tuliokuwa nao hapa zaidi ya mara 2. Viwanda vyote vya Mbagala ambavyo wamiliki wawekezaji walikuwa wanalalamika, sasa umeme utapatikana wa uhakika. Mazingira ya sasa hadi tulipelekewa kuhamisha baadhi ya wateja kwenda kwenye vituo vingine ili basi kuweza kupunguza mzigo mkubwa kwenye hichi kituo. Lakini ninavyokuambia kwa sasa, kama alivyosema mkurugenzi, ina maana kwa kumalizia hiyo kazi ya hatua ya pili, changamoto zote na uhitaji wa umeme kwa upande wa Mbagala na viunga vyake utakuwa ni toshelevu. Kutoka Dar es Salaam, Fatma Hassan, Channel 10. Bodi ya wakala wa nishati vijijini REB imerahisishwa na mpango wa kupeleka nishati safi kwa maeneo yanayohudumia watu zaidi ya 100 wenye thamani zaidi ya shilingi bilioni 35, ikiwa ni utekelezaji wa agizo la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ifikapo mwaka 2034, 80% ya Watanzania wawe wanatumia nishati safi. Taarifa yake Jimmy Mengele inafafanua zaidi. Wakikagua mradi wa nishati safi katika gereza la Maweni mkoani Tanga, wajumbe wa bodi ya nishati vijijini REB wakiongozwa na Mheshimiwa Balozi Ladhia Msuya wamesema wameridhishwa na utekelezaji huo ambao utasaidia kufikisha malengo ya maagizo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Mtafahamu kwamba tulipewa maelekezo kwa maono ya Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuazimia kuleta mabadiliko katika maisha ya Watanzania kwa kutumia nishati safi ya kupikia, na alitoa maelekezo kwamba taasisi ambazo zina zaidi ya watu 100 zishughulikiwe haraka ili ziweze kupata nishati safi ya kupikia. Na kwa hiyo bodi imetembea nchi nzima kwa ajili ya kukagua miradi hiyo, kwa sababu ina kiwango cha muda lazima tuwe tumekamilisha ifikapo 2034. Kwa hiyo tumekuja kutembelea ile gereza la Maweni na tuliyoona ametutia moyo. Mradi mwingine ni ule mradi ambao tunafanya na wenzetu wa Jeshi la Magereza, ikiwa ni sehemu ya kupeleka nishati safi katika taasisi ambazo zinahudumia watu zaidi ya 100.
Tayari tumesaini mkataba tarehe 13 Septemba mwaka jana, ambapo mkataba huu una zaidi ya shilingi bilioni 35. Kwa upande wake, mkuu wa magereza mkoa wa Tanga Fredrick Masawe amesema magereza yamejiwekea malengo endelevu ya matumizi ya nishati safi, huku akiushukuru ushirikiano uliopo baina ya wakala wa nishati vijijini REA kwa kuwawezesha majiko sanifu, mitungi ya gesi na upatikanaji wa mkaa rafiki wa mazingira. Lakini vile vile nichukue nafasi hii kupongeza wenzetu wa nishati safi vijijini wa REA. Kwa kweli hawa wamekuwa wakituwezesha katika kupata huduma stahiki kwa wakati. Tumepata majiko kutoka kwao, tumepata mkaa ambao ni rafiki briquettes, lakini tumepata pia na gesi LPG ambayo yanatumika katika magereza yetu ya mkoa wa Tanga. Matumizi haya ya nishati safi yamerahisisha kazi ya kuandaa chakula cha wafungwa na mahabusu, kwani kwa kutumia nishati hiyo chakula kinaiva kwa wakati. Nikiripoti kutoka mkoani Tanga, ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Siku chache baada ya wakulima wa zao la mahindi kwenda katika halmashauri ya mji wa Handeni mkoani Tanga. Mtazamaji kumradhi, nitarudia taarifa hiyo. Siku chache baada ya wakulima wa zao la mahindi kwenda kwenye halmashauri ya mji wa Handeni mkoani Tanga kuiomba serikali wapatie dawa ya kuua viwavi jeshi vilivyovamia mashamba yao na kushambulia zao hilo, hatimaye serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mamlaka ya afya mimea imejibu ombi hilo kwa kutoa zaidi ya lita 1000 za dawa aina ya Benzoate Plus kwa ajili ya kuteketeza wadudu hao na kunusuru mazao ya wakulima. Hii hapa ni taarifa zaidi. Wakiongea baada ya kupokea dawa hiyo, baadhi ya wakulima hao ambao mazao yao yameathirika kwa kushambuliwa na wadudu hao aina ya viwavi jeshi wamesema, tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na waziri wake mkuu, makamu wa rais na viongozi wote wa wilaya na halmashauri kwa kutuwezesha kupata hii dawa. Tulikuwa changamoto kubwa sana ya kilimo. Wadudu wametuathiri kiasi kubwa, lakini kilio chetu serikali imetusikia, tunasema asante. Mimi nashukuruni sana serikali, naishukuru mheshimiwa diwani yupo hapa, ananiona, tunaangaliana hapa. Kwa hiyo jamani, ndugu zangu, kama mmenisaidia mimi Mahadia, nashukuru sana kwa dhati sana mheshimiwa rais, namshukuru sana. Mimi namuona kwenye picha, sijamuona, lakini namshukuru. Tumepokea hii dawa, tumeanza kuisambaza tangu majuzi na wananchi wamefurahia kiukweli, na tunaendelea kumshukuru mheshimiwa rais kwa kutupa zile dawa kwa wakati, kwa sababu mara nyingi mnaomba kitu lakini kinakuja baada wakati mmeshaathirika. Baadhi ya wataalamu wa kilimo ngazi ya kata akiwemo bwana Ernest Ngosi wanaoendelea na zoezi la ugaji wa dawa hizo kwa wakulima wanatoa elimu juu ya matumizi ya dawa hiyo, huku afisa kilimo halmashauri ya mji wa Handeni Eliguna Matunda akitoa msisitizo kwa wakulima hao. Aitumie wakati ambapo hakuna mvua, aitumie wakati wa asubuhi au jioni, lisiwe jua kali. Kitu kingine ni kuzingatia kulingana na mahindi yalivyoathirika kila anapopita. Kuna sehemu hazijaathirika sana na kuna sehemu zimeathirika sana, kwa hiyo awe makini katika kupiga dawa. Utaratibu tunaoendelea nao wa kugawa dawa, tunagawa kwa wakulima, lakini kila mkulima anapofika ofisini anaeleza kiasi cha ukubwa wa shamba lake. Kwa hiyo anagaiwa dawa kwa kiasi cha ukubwa wa shamba lake, na kabla ya kupewa dawa kuna maelekezo wanapewa na wataalamu. Dawa hizi tunaomba zikatumike sahihi, sio mtu akachukue tena kuzitumia tofauti na makusudio yetu. Lengo la serikali ni kuhakikisha kila mkulima anaenda kutumia dawa hizi na baadaye tuweze tukapata tija katika uzalishaji. Hivyo wakulima wakatumie dawa hizi kama vile ambavyo watapewa maelekezo na maafisa ugani katika maeneo yao. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Chama cha NCCR Mageuzi kimesema kitashiriki uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu ili kuimarisha demokrasia hapa nchini. Akizungumza na vyombo vya habari hapa jijini Dar es Salaam, katibu mkuu wa chama hicho Evelyn Munisi amewataka wananchi kujitokeza kushiriki uchaguzi huo kwa kuwa ni haki yao ya kikatiba, ambapo amesisitiza kwamba mageuzi yanapatikana kupitia sanduku la kura pekee. Chama kimejipanga kushiriki kikamilifu uchaguzi huu mkuu kwa kusimamisha wagombea katika ngazi zote husika, na tayari
tulishachagua mgombea urais na mgombea mwenza. Hivyo basi tunaomba wapiga kura kwa kutumia haki yao ya kikatiba wajitokeze kwa wingi kushiriki kikamilifu kwenye uchaguzi mkuu huu wa mwaka huu 2025 na wakapiga kura. Wasiishie kuhakiki tu majina. Nitoe rai kwa raia na niwaombe sana mwaka huu wakashiriki kwa wingi, kwa sababu sisi kama NCCR Mageuzi tunataka mageuzi, na mageuzi yaonekane kwenye sanduku la kupigia kura, sio mageuzi ya maneno. Katika hatua nyingine, chama hicho kimesema kamati kuu imemchagua Haji Ambali Hamisi ambaye ni mwenyekiti wa chama hicho kuwa mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Joseph Selasini kuwa kama mgombea mwenza. Mgombea urais ambaye tumemchagua sisi NCCR Mageuzi ambaye atasimama kupeperusha bendera ya chama chetu na ambaye ndo atakwenda kushika dola ni Haji Ambali Hamisi, na mgombea mwenza ambaye tunatarajia atakuwa makamu wa kwanza wa rais Tanzania ni Joseph Roman Selasini. Serikali wilayani Rorya mkoani Mara imepokea vifaa tiba vyenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 2 kutoka kwa wadau wa afya Maji Safi Group. Vifaa hivyo ambavyo vitasambazwa kwa vituo vya afya takribani 9 ambavyo vilikuwa vinakabiliwa na uhaba wa vifaa tiba. Musa Makali huyo hapa anatupa undani wa hii taarifa. Ama kweli haya ndio mahusiano bora kati ya wadau na serikali, na hili ni shirika la Project Cure kwa kushirikiana na Maji Safi Group hapa wilayani Rorya mkoani Mara. Baada ya kufika na kubaini upo uhitaji wa vifaa tiba, hawakuwa na namna nyingine, na hapa walitoa ahadi na leo inatekelezwa. Tulipata orodha ya vituo vilivyopendekezwa kutoka ofisi ya mganga mkuu wa wilaya, ambao wao wanafahamu kwamba vituo hivyo vikipatiwa msaada kidogo, basi huduma za afya zitaboresheka na tutawafikia wananchi wengi zaidi. Vifaa hivi ambavyo leo vitakabidhiwa ni takribani bilioni 2 za Kitanzania. Na baada ya kubaini mapungufu tuliona kwamba sehemu kubwa ambayo sisi kama wana wilaya Rorya tunapaswa kufahamu au kufanya ni kujaribu kuimprove au kuboresha zaidi huduma ya vichanga na watoto njiti, lakini zaidi huduma ya mama na mtoto. Kupatikana kwa vifaa tiba hivi huenda utasaidia uboreshaji wa huduma kwa wananchi. Vifaa tulivyovipokea leo vyenye thamani ya shilingi bilioni 2 ambavyo vinakwenda katika vituo vyetu 9 vya kutolea huduma vinaenda kuboresha zaidi huduma ambayo tayari serikali ilikuwa imeshaanza kuifanyia kazi. Vilikuwa havina kwa baadhi ya vituo vingine, kwa hiyo vitaenda kutusaidia kwa kuwasaidia wale watoto wanapokuwa wamepata shida ya kupumua. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi sisi pia kufanya kazi kwa weledi zaidi. Kwa wananchi ambao vituo vyao vya afya vinanufaika na vifaa hivi, kwao ni furaha. Kuna baadhi ya vifaa tulikuwa tunavikosa kwenye huduma zetu, hususan kituo zahanati ya Sokorambi. Tunashukuru tutapata huduma nzuri. Kama kuna sehemu ambapo huduma ilikuwa haipatikani, sasa tunatarajia kupata huduma kwa urahisi. Akipokea vifaa tiba hivi, mkuu wa wilaya Rorya Dr. Alfani Haule amesema upatikanaji wa vifaa hivi uendana na utoaji wa huduma kwa wananchi. Nina imani sasa vifaa hivi vitaenda kuongeza ubora wa huduma zetu. Zile huduma ambazo zilikuwa zimesimama kwa sababu ya vifaa, sasa tusikie hizo huduma zinatolewa, na kusudio la vifaa hivi wale waliovihangaikia, ili tuweze kuboresha huduma kwenye maeneo yetu. Kutoka hapa wilayani Rorya mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Wananchi wa mji mdogo wa Tunduma mkoani Songwe wamenunua viti mwendo 6 vitakavyowapunguzia adha ya kubeba wagonjwa wao mgongoni kuwapeleka wodini pindi wanapokuwa wameandikiwa kulazwa, ambapo imekuwa ikiwakabili adha ambayo imekuwa ikiwakabili kwa muda mrefu. Hii hapa ni taarifa yake Rozi Chapewa. Kifika getini pale tunamnyenyua mgonjwa, utampeleka mpaka kwa daktari. Daktari kisha atawaambia kwamba nendeni odini. Tunamnyenyua tena mgonjwa kwa mikono mzega mpaka hospitali, mpaka kule odini. Niliwahi kuumwa, kiti chenyewe walinibebea, nilidondoka na kudondoka. Kisha wakafanya nini? Ndugu zangu wakanibeba mgongoni. Hospitali yetu ina changamoto ya hizi basikeli za kubebea wagonjwa.
kwa sababu hata mimi binafsi nimewahi kuumwa, nikaletwa hapa niko mahututi, baskeli hazikuwepo. Kwa hiyo ilibidi wanibebe mgongoni. Ili kukabiliana na adha hiyo, kikundi cha Songwe Connection kimetoa msaada wa viti mwendo 6, vifaa vya taka pamoja na mahitaji mengine ya wagonjwa ikiwemo sabuni. Haya mambo tunaoendelea kuyafanya, tunaamini hatupotezi kitu, bali ipo neema, zipo baraka za Mwenyezi Mungu zinazotufuata nyuma, kwa sababu uzima wetu, uhai wetu tunautumia kwa faida kwa ajili ya watu wengine. Hata maneno ya Mungu yanasema kwamba amsaidia, yani anayemsaidia mwingine anapata thawabu kubwa mbele za Mungu. Ukiona mahitaji yetu yamekuja moja kwa moja hospitali, lakini tumegusa vile vitu ambavyo ni vya muhimu na vina uhitaji sana. Afisa ustawi wa jamii wa kituo hicho, Clinton Joel, baada ya kupokea msaada huo, anasema viti vitasaidia wagonjwa kukimbizwa haraka kwenda kwa daktari. Naye mganga mkuu wa mkoa wa Songwe Boniface Kasululu akatoa mwito kwa wadau wengine. Yako mambo ambayo tunaweza tukayafanya sisi wenyewe wananchi kwa kusaidiana katika maeneo yetu. Kwa hiyo waombe watu wengine waweze kuitikia wito huu na kuweza kuwasaidia wenzao wenye uhitaji. Ni mchango mkubwa sana kwa hasa kwa mapokezi ya pale kwa wagonjwa. Kuna viti vingine vilikuwa vina changamoto, kwa kuwa tumepata viti hivi vitasaidia wagonjwa kukimbizwa haraka sana kwa madaktari. Kituo cha afya Tunduma kinadaiwa kupokea wagonjwa zaidi ya 600 kwa mwezi, wakiwemo wanawake wajawazito. Kutoka Tunduma mkoani Songwe, mimi ni Rozi Chapewa wa Channel 10. Na katika upande wa michezo, Baraza la Michezo la Taifa limezipongeza timu za taifa za mchezo wa tenis ya viti mwendo, yani wheelchair tennis, na timu ya wasichana mpira wa mikono chini ya umri wa miaka 18 ambazo zilikuwa zinashiriki mashindano ya dunia na mashindano ya Afrika kanda ya 5 na kuipeperusha vyema bendera ya taifa. Tujiunge na mwanamichezo wetu kwa taarifa zaidi. Pongezi hizo zimetolewa na afisa habari na uhusiano wa Baraza la Michezo la Taifa BMT Binajaha Bakari wakati wa mahojiano maalum na Channel 10 Michezo, ambapo amesema kuwa timu hizo zimekuwa bora licha ya kutotoa nafasi ya kwanza, lakini zimeweka historia na kuonyesha mwanzo mzuri. Pongeza vijana wetu wa mchezo wa tennis kwa watu wenye ulemavu, wheelchair tennis, ambao wametuwakilisha vyema kwenye mashindano ya kombe la dunia nchini Uturuki na wamepata tuzo. Hata kama hawakufanya vizuri kwenye mashindano hayo, lakini wamepata tuzo ya heshima, lakini ya nidhamu, kwa sababu hivyo ndio vitu vya msingi sana. Heshima, nidhamu, lakini vile vile ni kwa mara ya kwanza Tanzania kushiriki katika mashindano hayo ya kombe la dunia nchini Uturuki. Pongeze wachezaji wetu chini ya umri wa miaka 18 wa mpira wa mikono. Nao wamekuwa washindi watatu wa jumla katika mashindano ya kanda ya 3 Afrika ambayo yamefanyika Uganda. Kwa kweli hao nao tuwapongeze sana. Wamejitahidi, wametutoa kimasomaso wa Tanzania, wameipeperusha bendera vizuri katika hilo. Katika hatua nyingine, Najaha Bakari kwa niaba ya Baraza la Michezo la Taifa BMT ameitakia kila laheri klabu ya Simba ambayo inaanza safari usiku huu kuelekea nchini Morocco kwenda kucheza na timu ya RS Berkane, mchezo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kila laheri timu klabu ya Simba, ende wakapambane, waonyeshe heshima ya nchi yao. Hili kombe basi lije libaki hapa kwetu. Kwa hiyo tunawatakia kila laheri. Kutoka jijini Dar es Salaam, Juma Mohamed, Channel 10. Asante Juma Mohamed kwa habari hiyo ambayo inatukamilishia taarifa ya habari. Hivi punde mtazamaji, tutarudi kwa ajili ya kuangalia vichwa vya habari kwa baadhi ya magazeti yaliyotufikia mezani kwetu asubuhi ya leo.